Na mtazamaji, na kukaribisha tena kwa mara nyingine. Leo tunaingia katika uwanja wa Nyayo kwa sababu CAF walifanya inspection yao Nairobi, na uwanja wa Nyayo ulikuwa mojawapo wa viwanja ambavyo serikali ya Kenya ilikuwa inavitegemea kwamba zitaandaa mashindano ya AFCON mwaka ujao, lakini CAF wakaitia break kidogo na kusema kwamba uwanja kwa vile unavyokaa unaonekana kuwa utakuwa mwafaka ikiwa utaandaa mazoezi bali sio mechi ambazo zilikuwa za AFCON 2027. Na kwa hivyo niliweza kuzuru hapa. Kwanza kuna picha nilipata kutoka wiki iliyopita, kwa sababu tulikuwa hapo uwanjani kushuhudia the World Rugby Sevens, na tukapata fursa nyingine kukuwa karibu na uwanja tuone ni kwa nini CAF wanakuwa na tumbo joto. Kwa sababu ya kwanza, uwanja ulikuwa uwekwe canopy. Uwanja ulikuwa uwekwe canopy ya kuzunguka uwanja mzima, na kwa vile unavyoona canopy bado, iwapo serikali itakuwa inaweka bidii waweze kuweka hiyo canopy ambao CAF inahitaji. Hatujui wakikuja kuzuru tena watakuwa na maoni gani, lakini kitu ambayo inanifurahisha sana na uwanja wa Nyayo ni viti ambazo umeziona hapo nyuma, hizo ziko hapo juu, kwa sababu baadhi ya some sections katika uwanja wako na viti zile ni self folding ambazo ni za kupendeza mno. Na eneo ya rashi ambapo mashabiki wa kawaida wanakaa, viti ziko ni zile tu kama tunazopigia kelele, zile ambazo ziko katika uwanja wa Talanta sasa hivi. Lakini ukiniuliza mimi, uwanja wa Nyayo ni mojawapo ya viwanja ambazo ni za kupendeza mno kwa muonekano, mahali ambapo uwanja umejengwa, na hata muundo ingawa ni wa kitambo, lakini ni uwanja mzuri. Na usisahau nyasi, ile playing service ya uwanja wa Nyayo. Sidhani kama kuna uwanja mwingine Nairobi ama Kenya ambao uko na playing service mzuri kuliko hii ya Nyayo. Hebu hiyo view ukiona, yani uwanja mzuri tu. Lakini wakati ulifanywa ukarabati ndio uweze kuandaa mashindano ya CHAN ambayo ilikuwa ni mwaka jana, waliweza kureduce capacity yake, ambao tumekuwa tukijua siku mingi kwamba Nyayo inakuwa na capacity ya watu 30,000. Iweza kuredusiwa kabisa mpaka ikafika 20,000. Wengine wanasema ni 18, wengine wanasema ni 20, lakini iliweza kupunguzwa. Swala lingine nilikuwa naangalia katika ni mwezi wa 4, Kipkeno Classics washatangaza rasmi kwamba itakuwa inafanyika hapa, na mapema serikali ya Kenya walikuwa wamesema kwamba uwanja pamoja na Kasarani ulikuwa ufungwe kwa minajili ya kukarabatiwa iwe tayari kwa AFCON 2027. Kwa hivyo sijui hapo nini ndio itafanyika, kwa sababu kidogo hili swala nilizungumzia na niruhusu tu nirudie. Kenya iko na uwezo na iko na nia ya kuandaa AFCON hata wakiwa peke yao. Shida ni bidii, yani ile kujituma, agency ndo hatuna, kwa sababu AFCON 2028 Rwanda, Ethiopia ambazo ziko ukanda wa Afrika Mashariki tayari washatuma bid ya kuhost hizo AFCON wakiwa peke yao bila ya kushirikiana na mwingine. Na uchumi Kenya ukilinganisha Rwanda na Ethiopia tuko juu, kwa hivyo tuko na uwezo, tuko na nia, agency ndo hatuna. Kwa sababu niseme hivyo, wengine ni kwamba hata ile ilikuwa inaitwa the perimeter wall ya Nyayo haijakamilika. Niliweza kupiga picha, nitakuonyesha kama hebu nitatafuta nikuonyesha, lakini ilijaweza kukamilika na ilikuwa ifai kukamilika ndo iandae mashindano ya CHAN ambayo iliyopita. Kwa hivyo yani wanajikokota tu, hiyo ndo tatizo kubwa ambalo tuko nalo Kenya. Kwa hivyo sijui
kipi ndo kitafanyika, lakini nitakuwa natembea hapa kuona kama wataanza kuweka canopy venye kuwa wamesema, wakianza kumaliza hiyo perimeter wall. Pia nitakuwa hapa kuangalia kila kitu na nitakuwa na update ujue yale ambayo yanaendelea hapa Nyayo na yale ambayo yanaendelea Kasarani na hatua zote ambazo zitakuwa zinapigwa. Nitakuwa nikitembea mtazamaji, kukuonyesha ujue kila jambo kutoka